nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الذي خلقنا وأوجدنا وجعلنا من المسلمين، ثم نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة ندخرها ليوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم لقائه. أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ برحمتك من عذاب النار. baada ya kumshukuru Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wetu Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, tunamshukuru tena Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa rehma zake. Miongoni mwa fadhila hizo na rehma hizo ni kule kutukusanya tena katika muendelezo wa darsa zetu ndani ya Masjidi Taqwa kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo subhanahu wa ta'ala ametuwajibishia tukumbushane, na hatimaye tuishi kwa mujibu wa hayo tuliokumbushwa na Mola wetu. Darsa letu bado linaendelea katika ahsanal qasasi. Tuko katika surati Yusuf, na katika wiki iliyotangulia tuliona mazungumzo ya Nabii Allah Yusuf kama azizu Misra na ndugu yake Bunyamin, na mikakati ambayo Yusuf walioipanga ili kuweza kumbakisha ndugu yake katika ardhi ya Misri, pamoja na kwamba makusudi na madhumuni yake familia yake yote kuitoa Kanaan kuileta katika ardhi ya Misri. Lakini kwanza bila shaka ni kwa maelekezo ya Allah tabaraka wa taala alianza na ndugu yake Bunyamin. Baada ya kutoka msafara wa ikhwatu Yusuf
tayari wameshapata mahitaji walioyajilia. Tangazo nyuma yao likatoka. Tangazo hili linatangaza kwamba mfalme au azizu Misra amepotelewa na kitu chake. Kitu chenyewe ni Suwaa al-Maliki. Katika aya ya 73 ikhwatu Yusuf wanajitetea kwa kusema, tallahi, sisi tunamuapa Allah mtukufu subhana, tallahi, tunamuapa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, laqad alimtum, wallahi watu wa Misri mnajua, ma jiina linufsida fil ardi, hatukuja katika nchi hii kuja kufanya fisadi. Miongoni mwa fisadi ni huko kuiba. Sisi hatukuja katika nchi hii kufanya wizi. Sisi tumekuja kwa madhumuni ya kutafuta chakula kwa ajili ya familia zetu. Kwa hivyo ikhwatu Yusufu hawa wanajitakasa kwamba wao hawahusiki na suala hilo la kupotea kwa Suwaa al-Maliki. Qalu, wakasema vijana hawa kwa kujiamini kabisa, tallahi, tunamuapa Allah mtukufu, tunamuapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, laqad alimtum, wallahi, na nyinyi mnafahamu, ma jiina linufsida fil ardi, hatukuja kwa madhumuni ya kufanya fisadi katika nchi hii. Hatukuja kwa ajili ya fisadi katika nchi hii. Wama kunna sariqin, na sisi historia yetu inasoma sio watu wenye historia ya kuwa sisi ni watu wezi. Hili suala kwetu sisi sio historia yetu. Kuna watu wengine wizi ni historia yao. Baba yake alikuwa katika nafasi fulani, kaiba, kajenga, na yeye akija akaiba, wala inakuwa si jambo geni, kwa sababu ndiyo tabia zao. Kama ilivyokuwa ulevi, wakati mwingine anaweza akalewa kijana, watu wakaulizana, fulani mboni analewa? Wanaomjua babu yake wakasema sio la ajabu, babu yake yule ndo alikuwa anapika gongo hasa. Kwa hivyo kuna mambo yanafata asli, na ndiyo maana hata katika masala ya kutafuta ndoa uzingatie kwanza ile familia, usimzingatie yule unayetaka kumuoa. Unayetaka kumuoa unaweza ukamuona kajipamba vizuri, lakini baba yake alikuwa analala katika chupa ya pombe, au babu yake alikuwa analala katika chupa ya pombe, au familia yao imekuwa inazaa ovyo ovyo tu. Hapa zingatiwi mtoto huyu anapatikanaje katika taratibu. Katika familia kama hiyo, hata kama umemuona mwanamwari kakupendeza, kuwa na tahadhari sana, kuwa haraka kwenda kutaka kuoa, kwa sababu asli huwa inajirejea. Kwa hivyo vijana hawa katika jumla ya kujitakasa kwao wanasema, ma kunna, hatukupatapo kuwapo sisi, sariqina, wenye kuwa na sifa ya wizi. Hiyo sisi sio historia yetu katika familia yetu. Qalu, waliotafuta pishi yao wakasema, fama jazauhu, huyo atakaye kuwa amekamatwa na pishi yetu, malipo yake nini? In kuntum kadhibin,
kama nyinyi munaoapa munasema uongo, kama nyinyi ni waongo, tutakaye mkamata na pishi yetu iwe malipo yake afanywe nini? Qalu, wakasema vijana hawa kwa kujiamini, jazauhu man wujida fi rahalihi, malipo ya kesi hiyo, malipo ya huyo atakaye kamatwa na pishi hiyo, yeye mwenyewe ndiyo anakuwa malipo ya kile alichokiiba. Kwa sababu katika sheria ya kwa nabii Allah Yaqubu, ambao hawa ndiko wanakotokea, wanajua kwamba mtu anayeiba kitu akikamatwa huyo mtu, huyo mwizi anakwenda kuwa mtumwa kwa yule ambaye amemuibia. Kwa hivyo wakaichukua sheria ya kwao, wakasema kama itathibiti mmoja wetu kuwa kaiba, basi huyo aliyoiba ndiyo anakuwa malipo kwa huyo aliyeibiwa. Na hiyo ndiyo faida ya yule aliyoibiwa, au sio? Ziko hukumu nyingine katika nchi nyingine, aliyeibiwa mwingine, anayefaidika mwingine. Umefahamu? Anaweza akaibiwa huyu akatozwa faini kule mahakamani, lakini mapesa yale yanayotozwa faini arejeshewi aliyoibiwa. Sasa kuna faida gani kumpeleka katika mahakama hiyo? Si bora tu mgoje katika mahakama ya Mungu, akihukumiwa faida ya kile kinachohukumiwa kinarejea kwako. Kakuibia ndizi yako, alafu kenda kufungwa miezi 6, ndizi yako kashakula, wewe umefaidika na nini kwa kufungwa yeye miezi 6? Hizo sheria sio sheria mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hazina maslahi moja kwa moja ya yule aliyefikishiwa lile tatizo. Tayyib, fahuwa jazauhu. Kadhalika vijana wanasema kama hivyo tulivyosema, najizi dhalimina, sisi huko kwetu ndivyo tunavyowalipa madhalim. Kwa hivyo atakayekutwa na hiyo pishi inayotafutwa, basi huyo mtu tayari ameshajipeleka mwenyewe utumwani. Hapo ndipo tulipokuwa tumesimama katika darsa lililotangulia. Ndiyo Mwenyezi Mungu Mola wetu anasema, fabada bi awiyatihim, suala la kutafuta, watafutaji wakaanza kutafuta katika mizigo ya wale wengine. Hawakuanza na ule mzigo wa Bunyamin, bali walianza kutafuta katika mizigo ya wale wengine. Fabada bi awiyatihim qabla wi'ai akhihi, kabla ya ule mzigo wa ndugu yake. Yusufu alianza kutafuta katika mizigo ya wale ndugu zake wengine wa baba mmoja, kabla kutafuta au kuupekua mzigo wa ndugu yake baba mmoja mama mmoja. Aibadaa bitaftishi awiyatihim, alianza kupekua mizigo yao kabla wi'ai akhihi, kabla ya kupekua mzigo wa ndugu yake Bunyamin. Qala almufassiruna, wanawazuoni wetu wa ilmu ya tafsiri wanasema, hadha min tamamil hilati, hili lililofanyika hapa ni katika ukamilifu wa taaluma na mipango aliyokuwa nayo Nabii Allah Yusuf, wa daf'i tuhumati, na alichokifanya hapa ni kuondosha tuhuma isije ikaonekana ni mchezo wa kupanga. Fa innahum lamma da'u,
wao fa innahum hakika yao lamma da'u walipodai albaraata kwamba wao hawahusiki na kesi hiyo qalu lahum walisema kuambia wao la budda min taftishi awiyatikum hapa ni lazima basi hatutegemei kiapo kwa sababu kuna wengi wanaapa viapo vyao sio vya kweli. Kwa hivyo kwa kuwa nyinyi ndio tuna wasiwasi na nyinyi pamoja na kwamba kiapo mlichoapa ni sahihi lakini tutaanza kupekua mifuko yenu. Hawa watu walijua kama viapo vya leo mtu anaweza akabeba msahafu akakuonyesha anaapa hilo ni changa la macho tu, umefahamu? Na ndiyo maana siku hizi wanalazimisha watu kwamba mtu akitamka talaka 3 kumwacha mkewe za pamoja anasema mie sikukusudia 3, alafu anatoka shaharani anamwambia nitaapa. Kwani mtu unafikiri anapotaka lake kuwapa viapo hivyo anaogopa? Haogopi viapo hivyo. Kwa hivyo ndiyo maana wanawazuoni wetu hawamuapishi mtu, ushafahamu? Pamoja na kwamba bwana mtume alimuapisha Rukana aliapishwa na bwana mtume, lakini kiapo cha kumuapisha mtu bwana mtume sio kiapo cha wewe au mimi kumuapisha mtu. Tumefahamiana? Kwa hivyo mabwana hawa wakasema pamoja na kwamba mmeapa lakini hapana budi kila mzigo tuutizame tujue kilichomo ndani yake. Haya ni maelezo ya wanawazuoni wetu. Tayib, lamma da'u albaraata walipodai kwamba wao hawahusiki qalu lahum wakawambia la budda min taftishi awiyatikum ni lazima tutafute katika mizigo yenu wahida mmoja baada ya mwingine. Fantalaqu bihim ila Yusufa, wale wageni wote ndugu zake Yusufu wakapelekwa ofisini sasa kwa Yusuf. Fabadaa akaanza bitaftishi awiyatihim, akaanza kupekua mizigo yao kabla wi'ai Bunyamin, kabla ya mfuko au mzigo wa Bunyamin. Qala Qatadata, mwanawazuoni mmoja anasema dhukira lana, pameelezwa kwetu sisi annahu kana la yaftahu mataan, Yusufu alikuwa hafungui mzigo wowote, wala yandhuru wi'aa, wala halikuwa angalii mkoba wowote, illa istaghfara Allah, isipokuwa kwanza alikuwa anasema astaghfirullah mimma qadhafahum bihi, kwa lile ambalo alilowarembea la kusema innakum sariqun, nyie ni wezi. Kwa hivyo bwana mkubwa ikawa kila mzigo anaofungua akawa analeta istighfar. Tumefahamiana? Hichi tunachokisoma tunasoma kisa ambacho Mwenyezi Mungu alimfahamisha Nabii Allah Yusuf. Haina maana kwamba wewe ufanye kosa alafu kila ukifanya lile kosa huku unasema astaghfirullah, sio mahala pake. Hadhir, tunakwenda pamoja Fabada bi awiyatihim, Yusuf akaanza kusachi katika mizigo ya wale ndugu zake wengine, kabla wi'ai akhihi,
kabla ya kuusachi mzigo wa ndugu yake. Thumma stakhrajaha, kisha akaitoa ile pishi, min wi'ai akhihi, kutoka katika mfuko wa yule ndugu yake. Allah tabaraka wa taala anatufahamisha kwa kusema, kadhalika, kama hivyo mlivyokwisha kufahamu, kidna, ni sisi tuliomfahamisha mipango na busara, li Yusuf, tumemfahamisha Yusufu mipango hii ya kuweza kumzuia ndugu yake. Ma kana liya'khudha akhahu, Yusufu hakukusudia kumchukua ndugu yake, fi dini almaliki, kumleta katika tamaduni za ufalme na mfalme wa Misra, illa an yasha Allah, labda akipenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa ni mipango ambayo Mungu kamfahamisha Yusuf, na madhumuni yake alikuwa anataka kumliwaza Yusuf kwa misiba na matukio yaliyomtokea, kwa kumbakisha ndugu yake Bunyamin. Tuko pamoja? Tayib. Kabla wi'ai akhihi, kadhalika, anasema Mwenyezi Mungu katika hali kama hiyo, kidna li Yusufa, tulimpa taaluma Yusuf, tulimpa mipango Yusufu ili aweze kumbakisha ndugu yake. Ai kadhalika sanaana, tulifanya hivyo, wadabbarna, tulipanga hivyo, li Yusufa, kwa Yusufu alayhi salam, wa alhamnahu alhila, tukamfahamisha mipango, liyastabqa akhahu indahu, kwa madhumuni ambakishe ndugu yake, ambakishe ndugu yake. Tusisahau Yusufu anafika katika nchi ya Misri, hakuja kama kumuheshimiwa. Yusufu anakuja katika ardhi ya Misri, ni ndugu zake waliotaka kumuua, ni ndugu zao waliomtia katika ghayabatil jubbi. Yusufu akaokotwa, akauzwa katika Misri kama mtumwa, lakini aliuzwa kwa bei dhaifu sana, kwa sababu waliomuokota hawakuwa na shida naye kwanza, lakini la pili, walikuwa wakiwa na wasiwasi huenda wakatokea mwenye mtumwa wao wasije wakakamatwa naye. Yusufu anaingia kwa Azizu Misra baada ya malezi. Baadaye mama mwenye nyumba anatokea kumtamani Yusufu. Vitimbi, mikakati na mipango aliifanya mama Zulekha ili aweze kufanyikisha lake alilolikusudia. Na pale kadhalika tulijifunza kwamba wakati mwingine unaweza ukatokewa na kesi ndani ya nyumba yako, pengine ahali wako akaja akakupa taarifa kuhusu ndugu yako, umemchukua shamba aje kukaa pale nyumbani awe karibu na skuli anayosoma, lakini mwenye nyumba ambaye upande wa pili mke akawa hataki yule ndugu yako akae pale. Ukarudi siku moja kutoka kazini, ukamkuta ahali kajiinamia chumbani kitandani, analia chozi lenyewe kama kafiwa na baba yake mzazi. Unajaribu kuuliza, bali linakuja chozi na kilio kile cha kushangaza na cha kushtua. Baadaye, baada ya kujipendekeza tena kumuuliza kwa unyenyekevu, mwisho anamwambia mumewe, kwani mie nimeolewa na watu wangapi katika nyumba hii? Mie mume wangu nani? Mumewe si mimi. Sasa tena mboni mwingine ananitaka. Huyo anayekutaka nani? Si huyo ndugu yako, lakini ninaogopa tumie kugombanisha familia.
kumbe hakushikwa pua wala hakushikwa mguu wala hakuambiwa neno lolote, bali katika vitimbi vya wanawake anataka kumfukuza ndugu yako nyumbani kwako. Umefahamu? Niliona katika mchezo mmoja katika simu, mwanamke mmoja analia kwamba kwa nini katika siku ya birthday yake yule mke amenunua nguo pia vile vile yule mtoto kampa na mama yake. Kakasirika mke, kwa nini birthday yangu mimi ukampe zawadi na mama yako? Kijana yule alinifurahisha, akamwambia sikiliza, kama suala lenyewe wewe unalia na kuchukia kwa sababu ya kumpenda mama yangu na kumpa zawadi, nyumba hii utalia mpaka machozi utakuwa huna tena. Yule ni mama yangu, na ninakwambia wala usijisogeze wala usijifananishe katika thamani ya mama yangu na wewe. Yule ni mama yangu, nilikaa tumboni mwake, na kwa maana hiyo huwezi kwa vyovyote vile mimi kuniweka mbali na mama yangu, na ikiwezekana twende ukanipangie kula. Basi yule mwanamke akamtizama yule mwanamume, hivyo ndo unavyotakiwa uwe mume ndani ya nyumba. Umefahamu Fai, kisa chetu kinaendelea. Kadhalika kidna li Yusufa, hivyo ndivyo tulipompa taaluma, tulivyomfahamisha Yusufu. Ukisimama na Mola wako anakupa njia, wapi upite, nini ufanye. Njia anatoa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa anathibitisha hilo, kadhalika kidna li Yusufa ma kana liyakhudha akhahu, hakuwa Yusufu kutaka kumchukua ndugu yake fi dini almaliki, katika dini ya mfalme wa Misri. Ay ma kana li Yusufa an yaakhudha akhahu fi dini maliki Misra lianna jazaa as-sariqi indahu, kwa sababu malipo ya mwizi kwa mfalme wa Misri an yudhraba, ni kupigwa, alafu wa yughrima, alipe dhifa ma saraka, zaidi ya kile alichokiiba. Unaona hukumu ya kule kwa Yakubu ni tofauti na hukumu ya hapa Misri. Kule hukumu ya utume ni hukumu inayotokana na Allah. Hapa ni hukumu ya watu, ni hukumu iliyotokana na mawazo ya watu. Tumefahamiana? Tayyib, tunaendelea. Ma kana liyakhudha akhahu fi dini almaliki illa an yasha Allah, isipokuwa akipenda Mwenyezi Mungu. Allah anasema narfa'u darajatin man nasha'u, siku zote daraja tunamnyanyua tunayemtaka. Mwenyezi Mungu ndio anayemtaka fulani akae wapi atamuweka. Hakai fulani mahala fulani kwa mipango yake wala kwa mipango ya watu, bali Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ndio humweka mtu pale mahala ambapo yeye anapotaka. Kuna baadhi ya watu wanadhani annal izza, utukufu, wa sharafa, na sharafu iko katika nini? Fi ghasbi almali linnasi, fi ghasbi amwali linnasi, katika kunyang'anya mali za watu, wa dhulmihim, au kuwadhulumu watu, wa safki dimaihim, au kuwaua watu. Wengi wanadhani sharaf huwezi ukaipata kabla hujaiba mali za watu, huwezi ukaipata kabla hujadhulumu haki za watu, huwezi ukaipata kabla nini? Hujaua watu. Watu wanadhania hivyo, lakini ukweli sharaf uko katika milki ya Mwenyezi Mungu. Usharaf, utukufu, heshima inatoka katika mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Yeye ndiyo anayejua nani amweke wapi na anamweka kwa sababu gani. Ndiyo Mwenyezi Mungu hapa anatuambia narfa'u darajatin, tunamnyanyua daraja nyingi akatofautiana na wengine, man nashau, yule ambaye sisi tutataka kumnyanyua daraja, tutamnyanyua tumweke katika daraja tunayoona inafaa kwake yeye kuwa katika daraja hiyo. Tumefahamiana? Anasema mfasiri, narfa'u bil ilmi, tunamnyanyua mtu kwa sababu ya kumpa ilmu, manazila, tunamnyanyua katika manzili nyingi, man nashau min ibadina, yule tunayemtaka katika waja wetu. Kama rafa'na Yusufa, kama tulivyomnyanyua Yusuf, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Na katika kaida ya Mwenyezi Mungu au katika sunna ya Mwenyezi Mungu ni kwamba juu ya kila aliye na ilmu kuna aliyemzidi mpaka kukomea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fawqa kulli dhi ilmin alimun, anasema juu ya kila mwenye ilmu yuko aliyemzidi. Ay fawqa kulli alimin man huwa a'lamu minhu, yuko aliyejuu zaidi kuliko huyo, hata yantahia ila dhil ilmi albaligh wa huwa rabbul alamin. Qala al-Hasan laysa alimun, hakuna mwana wazuoni illa fawqahu alimun, isipokuwa juu yake yuko mwana wazuoni mwingine, hata yantahi al-ilma, ilmu, mpaka ikomee ile ilmu ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Waqala ibn Abbas, Mwenyezi Mungu Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema, Allahu al-alim, Mwenyezi Mungu ni mjuzi, al-khabir, mtambuzi, fauka kulli alimin, juu ya kila aliyemjuzi. Juu yake yuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah anatuambia narfa'u darajati man nasha'u. Usihangaike kufanya dhulma yoyote, usihangaike kuiba cha mtu yoyote, usihangaike kutoa roho ya mtu yoyote ili wewe upate kufika katika sharafu fulani, kufika katika nafasi fulani. Makazini humo watu wanakwangiana sana, ili mtu apate kupata shida asiweze kuja kazini, ili yeye apandishwe akakae katika nafasi ile. Usipate tabu kufanya dhulma hiyo, hata kama Mungu atakufikisha katika nafasi hiyo, maana yake utafika hapo katika ile njia ya istidraj. Na njia ya istidraj maana yake Allah hakupi kitu kwa mapenzi, anakupa kitu kwa kukusukumia. Na akikupa kitu kwa kukusukumia, baadaye Mungu anakwenda kukuchoma. Wengi kwa sababu ya nguvu zao, wengi kwa sababu ya mipango yao, wamefosi nafasi zisizokuwa zao, na wanavyojiona wenyewe wako katika haki na uhalali wa kukaa katika nafasi hizo. Wakati mwingine mtu hufika kuapa hali ya kuwa anajua kimsingi hiyo nafasi siyo halali yake. Katika nafasi hiyo kuifika, hiyo ni istidraj. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, huyu aliyefosi nafasi hii atakwenda kumchoma katika moto wa Jahannam. Na yule ambaye nafasi yake amenyang'anywa au nafasi yake hakupewa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atampa kilicho kheri mbadala wa kile ambacho amefosiwa na kunyang'anywa.
Kwa hivyo ndugu yangu, usije ukafanya dhulma ya aina yoyote kwa kutaka utukufu wa aina yoyote, kwamba ufalme, uazizi, utukufu, usharafu uko katika mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Unaweza ukalala kwenu, kijijini kwenu, ikaja gari tu ikakufata wewe, ukaambiwa mzee unaitwa, wale waliokuja kukuchukua wala huwajui, lakini wameshanyoka, maana yake wanakufahamisha wewe ni mkubwa. Hayo yametokea mara nyingi. Wengine wamekutwa na madumu ya maji, Mungu akawachukua kutoka hapo akawafikisha alipotaka. Ulipofika muda, Mwenyezi Mungu akamwambia muda wako wa kukaa pale umekwisha, rudi hapa hapa nilipokuchukua. Huyo ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unafahamu? Hayo maneno tunayasema kwa sababu ya kuwataka Waislamu wenzetu wasirohokee nafasi ambayo Mungu bado hajakupa. Ikiwa yako, Mungu atakupa mahala popote ulipo, utaitwa umetakiwa uje kukaa katika nafasi fulani. Tunakwenda pamoja. Tayyib, narfa'u darajati man nashau, tunamnyanyua daraja, tunampa utukufu, tunampandisha vyeo yule ambaye sisi wenyewe Allah anasema tumetaka tumpe. Wa fauka kulli dhi ilmin, na juu ya kila mwenye ilmu yuko mwingine, mpaka ilmu hiyo inakomea kwa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Katika suratul Mujadala, Allah mtukufu anazungumza na waumini, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio na sifa ya imani, idha qila lakum tafassahu fil majalisi, mtakapoambiwa toeni nafasi katika majlisi mbalimbali. Labda bwana mtume amekaa na maswahaba zake, kuna swahaba mwingine mtume anataka aje kuwa karibu yake, kuna jambo anataka kuzungumza naye, isije ikaonekana kuambiwa swahaba wewe rudi nyuma, akahisi kama vile amenyanyaswa na kubaguliwa. Hapana. Ya ayyuhalladhina amanu, hii ni adabu. Tunafundishwa adabu mbele ya viongozi wetu wa dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisha kumchagua huyu ndiyo imamu wetu msikitini, basi huyo imamu wetu kwa hakika tumpe nafasi na heshima yake. Sasa yeye anaweza akawa na shida na fulani, pamoja na kwamba wewe uko pale, akakwambia sogea kidogo, nahitaji nizungumze na fulani. Isiwe tena hilo nongwa. Sawa? Bu'istu li utammima makarimal akhlaqi. Ad-dinu khuluqun, dini ni tabia. Dini ni tabia, ndio dini. Yani akhlaqi njema ndio dini. Ndio tunasema hivi sasa dini imepungua, kwa sababu zile akhlaqi zinazotokana na kitabu chetu na sunna zetu sio maisha yetu. Tayyib, ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis, mkizungumzwa neno hilo fafsahu yafsahillahu lakum, hapa toa nafasi na wewe Mungu atakupa nafasi. Ndio fafsahu yafsahillahu lakum, toa nafasi uliotakiwa kutoa, Mungu na wewe atakupa nafasi. Hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Wa idha qila nshuzu, mkiambiwa simameni kidogo au ondokeni kidogo, fanshuzu, tunapopataka
yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Mwenyezi Mungu huwanyanyua daraja wale walio na sifa ya imani kulinganisha na wasiokuwa waumini. Waislamu na makafiri, Waislamu daraja yao ni kubwa. Yarfa'illahu alladhina amanu. Ndiyo maana tulipokuwa tukisoma katika al-fiqhul manhajiyu, tulipomsoma mwanamke wa Kiislamu katika upande wa aura, anapokuwa na wanawake wenzake Waislamu, auratuha ma baina surrati warukba. Lakini mwanamke wa Kiislamu anapokuwa na wanawake makafiri, jamiu badaniha aura, mwili wake wote unakuwa nini? Utupu. Asije akadhihirisha sehemu yake mwanamke wa Kiislamu mbele ya mwanamke wa kikafiri, kwa sababu bainahuma, kati yao umbali wake kama baina ya mashariki na magharibi. Tumefahamiana? Yarfa'illahu alladhina amanu, nyinyi waumini muna daraja kubwa kulinganisha na makafiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ama wale waliokuwa waumini alafu Mungu akawapa ilmu, hawa amewapandisha daraja kubwa. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu yote mnayoyafanya anayajua Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo anatufundisha katika aya hii kwamba cheo, madaraka, hizo zote ziko katika mamlaka ya Allah tabaraka wa taala, na matatizo yote duniani ni watu kutaka kufanya mapinduzi katika hilo, ionekane mipango ya mtu, harakati za mtu ndio zinamfikisha mahala fulani mtu. Ndio hili tatizo, ukasikia watu wameuana, watu wamefanyaje, ni kwa sababu watu wanajaribu kulififilisha hili, ionekane kwamba mwenye nguvu, mwenye uwezo ndio mwenye uwezo wa kufika mahala fulani. Ndio maana tunauana. Hata akitokea mtu aliyetaka Mungu kumweka pale, wale walio na nguvu wanahisi kwamba huyu hastahiki kukaa katika nafasi ile, na waliolianza hilo ni Mayahudi. Sawa? Walioanza tabia hiyo ni Mayahudi. Ukirudi katika suratul Baqara, walikuja ndugu kwa nabii wao katika zama zao Mayahudi, wakamwambia ba'ath lana malikan nukatilu fi sabilillah. Yule mtume akasema, mimi ninaogopea akija akapelekwa huyo kiongozi wa kusimamia vita kwa ukorofi wenu nyie, alla tukatilu, nyie mtakuwa hamkubali. Kalu, wakasema, wama lana alla nukatila fi sabilillahi al-aya. Si ndio? Mwisho wa aya. Baadaye Mungu akamchagua huyo kiongozi akaitwa Talut. Mtume wao akawaambia, inna Allaha ba'atha lakum malika. Sawa? Mungu akawaambia, Mwenyezi Mungu kashakuchagulieni Talut ndio maliki wenu. Haya, waliposikia hilo tu, kwa sababu wao walimtaka ule uongozi wapate sababu ya kula mapema. Sasa alipochaguliwa yule Taluti, hayumo katika wale walianzisha lile mpango. Ushafahamu Wakamwambia yule mtume pale anna yakunu lahul mulk, ufalme vipi awe wake bwana? Haiwezekani. Ushafahamu Yani watu wanakataa hata matokeo ambayo Allah tabaraka wa taala anayatangaza. Kwa sababu gani? Watakuja kukosa ubwabwa waliokusudia. Umefahamu? Wa mwanzo kupinga hilo nani? Mayahudi. Tayib, tunaendelea. Mwenyezi Mungu Mola wetu mtukufu subhana anasema,
qalu, wakasema ndugu zake Yusufu wale wakorofi wale, wanamjibu Yusuf baada ya kupatikana ile pishi katika ule mkoba wa ndugu yake, wakasema in yasriq, ikiwa huyu Bunyamini kaiba sio ajabu. Kama huyu Bunyamini kaiba sio ajabu. Faqad saraka akun lahu min qablu, hii ndiyo tabia yao na kawaida yao. Alikuwa na kaka yake huyu, naye aliwahi kuiba. Anayekusudiwa ndiyo Yusufu, huyo aliyewahi kuiba. Anaambiwa hivyo ni Yusufu, na Yusufu wenyewe ndiyo yuko pale, na huyo Bunyamini ndiyo yuko pale. Lakini tunachotaka kujifunza katika maneno kama haya, ijapo haya sio sahihi wanayoyasema, tunachotaka kujifunza na kile tulichoambizana kwamba asli, sawa, asli ina athari katika maisha. Mama Maryam alipomzaa mtoto Nabii Isa, wale Mayahudi walimwambia mama Maryam, mboni umezaa mtoto na wewe hujaolewa? La kushangaza, ingelikuwa asili yako wewe mbovu, sie tusingeliona tatizo kwa sababu ulipita katika maeneo yenu. Lakini ma kana abuki mraa sawi, tunavyojua sisi baba yako hakuwa mtu mbaya. Wa ma kanati ummuki baghia, na wala mama yako hakuwa mchafu wa zinaa. Maana yake wanakusudia kusema wewe hili umelipata wapi? Umefahamu haya maneno, hata kama hawayasemi kiuhalisia na kiukweli, lakini huo ndio ukweli. Asili inarudi, sawa. Qalu, wanasema jamaa zake hao Yusuf, in yasriq, ikiwa huyu Bunyamin ameiba, basi faqad saraka akhun lahu, sio ajabu, ndugu yake aliwahi kuiba. Kwa hivyo hawa hizi ni tabia zao, na kwa maana hiyo wanazinasibisha ni tabia walizozipata kutoka upande wa mama yao. Ushafahamu Kwa hivyo kama kaiba sio ajabu. Allahu akbar. Fa asarraha Yusufu, hili neno la kuambiwa aliiba Yusufu tuseme akalimeza, hakusema nyie waongo. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum, hakuwadhihirishia wale ndugu zake. Qala, bali alisema ndani ya nafsi yake, antum sharra makana, nyinyi ni watu wabaya kabisa, nyinyi ni watu msiofaa. Wallahu a'lamu bima tasifun, Mungu anajua uhalisia na ukweli wa kile mnachokisema. Kuna hadithi imekuja, ameirawi al-Imamu Ibn Murdawaihi, ameirawi hadithi hiyo al-Imamu Ibn Murdawaihi, hadithi an Ibn Abbas marfu'an radiyallahu anhuma qala, anasema hili kuambiwa Yusufu kaiba, saraka Yusufu sanaman lijaddihi, aliliiba Nabii Allah Yusufu akiwa mdogo sanamu la baba yake. Sanaman lijaddihi, sanamu la babu yake. Babu yake gani? Abi ummihi, ni baba wa mama yake. Min dhahabin wa fiddatin, sanamu lilikuwa la dhahabu na fedha. Fakasaraha, akalivunja. Yeye Yusufu alichokifanya ni kuondoa ushirikina, sio kwamba alikuwa kaiba sanamu hilo akauze apate manufaa ya pesa. Kwa hivyo haambiwi mwizi, bali yeye alikuwa anapigania tauhidi ya Mwenyezi Mungu.
akalichukua akalivunja, alafu wa alqaha, akalitupa fi tariqi, katika njia. Kwa sababu hiyo fa'ayyarahu bidhalika ikhwatuhu, ndio ndugu zake wanakuja kumwambia Yusufu aliiba. Tumefahamiana? Mtu bwana akikuchukia huna utakalo mfanyia. Yusufu anawafanyia yote haya, bado wanatengeneza maneno ya uongo, maneno ya kashfa. Katika sherhe ya aya hii, ukiangalia katika kitabu cha Mukhtasar ibn Kathir, sherhe ya Mukhtasar ibn Kathir, ukiangalia au katika ile Ibn Kathir yenyewe, kuna maneno Ibn Kathir anaandika, ni ubaiti mashuhuri. Ubaiti huu unasema: jaza banuhu abal ghailani an kibari, wamemlipa wanawe. Abul Ghailani alikuwa na watoto, hao watoto wa Abu Ghailani wamemlipa baba yao an kibarin, kwa sababu Abu Ghailani kashakuwa mtu mzima. Wa husni fi'lin, na matendo mazuri waliomlipa, yani aliyokuwa akiyafanya baba yao, wao wakamlipa kinyume na yale matendo mazuri aliyoyafanya Abu Ghailani kwa watoto wake. Na wao wamefanya hivyo kama alivyofanya nani? Kama yujiza Sinnimaru, kama alivyolipwa fundi mmoja seremala ile wa kujenga, ndo anaitwa nani? Anaitwa Sinnimar. Kulikuwa na mfalme dhalim, alimtafuta huyo fundi wa kujenga Sinnimar, akamjengea ghorofa nchi nzima, ikawa hakuna nyumba nzuri kama ile kwa wakati huo. Kwa hivyo akaona huyu Sinnimari akiendelea kubaki salama, watu watamfata, na kwa kuwa huyu ni fundi, akenda kujenga jengo jengine litakuwa zuri zaidi kuliko jengo langu hili. Akamwambia, sikiliza, naomba ukanikabuze kule ghorofani nikuone. Alipopanda naye juu ya ghorofa, akazunguka sehemu 2-3, alipomuonea hapa nikimrusha haponi, akamsukuma. Kwa hivyo ule ufundi wake malipo yake ikawa kuuawa. Na huyu Abu Ghailani kadhalika, baada ya kuwa mtu mzima, kawalea watoto wake, kawalea vizuri, kawasomesha, wamepata makazi, husni fi'lin, kawafanyia matendo mazuri. Lakini alipozeeka, vijana wamemtupa mzee wao. Ndio leo unaweza ukamkuta mtu ana mwanawe yuko ofisini, yeye mwenyewe bado ana baskeli, anaburuta mizigo eti awapelekee watu majumbani mwao. Umefahamu? Ndio kamsomesha mwanawe huyo, yeye kalala na njaa. Ndio malipo ya mtoto hayo, kumlipa mzazi wake. Ndiyo, kwa sababu ilmu alionayo sio ilmu inayomueleza thamani ya mzazi, inayoelezea utukufu wa mzazi, inayoelezea ukimtoa Allah hakuna thamani ya anayefuata kwako isipokuwa mzazi wako. Lakini tumewalipa mara ngapi ya kukera wazazi wetu, tukawadharau wazazi wetu, tukawavunjia heshima wazazi wetu, pengine kwa hao wake au pengine kwa kibri tu cha kipato. Unaitwa huku na baba, kuna kikao, umekosana na mkeo, mimi nishakwambia siji huko. Ebo, unaambia baba yako mie siji huko. Ndio malipo aliyolipwa Sinnimar. Tumefahamiana? Tuwasomeshe watoto wetu ilmu mbalimbali, lakini nambari 1 tuwasomeshe watoto wetu wamtambue Allah. La kwanza, wakisha kumtambua Allah, wawatambue wazazi wao. Hili ni jambo la pili. Alafu wawe na maelimu watakayokuwa nayo, lakini kwanza Allah tabaraka wa taala
ifike mahala huyu mtu mkurugenzi, huyu mtu katibu mkuu, huyu mtu waziri, ukifika wakati wa swala hakuna tena cha ukatibu mkuu, hakuna tena cha ukurugenzi, hakuna tena cha ukuu wa mkoa, bali kwanza ainuke apate wito wa Allah subhana, kwa sababu amesoma, anajua nafasi ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kadhalika mtoto huyu hajue nafasi ya wazazi wake. Nafasi ya wazazi wake Allah ameiweka nafasi ya pili baada ya yeye. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu alafu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha dhulli minar rahma. Inamisha bawa lako, sio kuku wewe, lakini tengeneza huruma zote kwa wazazi wako. Asiwe mtu mwingine yoyote nambari 1, si mke si mtoto, kwanza wawe wazazi wako. Wahfidh lahumā janāha dhulli minar rahma. Wazee wako nambari 1, wakul sema kumwelekea Mola wako, rabbirhamhuma, wazee wangu ya Rabbi warehemu, wasame wazee wangu ya Rabbi, wakul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wao walipata tabu, walikesha kwa ajili yangu, walilazimika kuninunulia kitu ambacho uwezo nacho hawakuwa nacho, lakini waliamini kwamba fulani anapenda sana juisi, ngoja tumnunulie juisi. Hao ndio wazee wetu. Lakini kwa ilmu tunazowasomesha watoto wetu, hayo tusiyatarajie. Tumefahamiana? Tusiyatarajie kabisa. Tayyib. Tayyib. Jazallahu banuhu abal ghailani an kibarin wa husni fi'lin kama yujiza sinnimat, kama alivyolipwa sinnimat. Manake nini ubeti huu kauweka hapa? Kwa sababu hawa vijana wamefanyiwa kila. Huu ni ujio wa mara ya pili kwa Yusufu, amewafanyia aliyoyafanyia. Bado wanamwambia kama huyu kaiba, wa kwanza mwizi ni kaka yake. Sawa? طيب فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. Hakuwadhihirishia hilo kwamba nyinyi waongo. Qala, alisema tu ndani ya nafsi yake, antum sharru makana, nyinyi ni watu wabaya, nyinyi nafasi yenu ni mbaya, nyinyi sio watu wazuri. Sharra makana, antum sharru makana, wallahu, na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, a'lamu bima tasifun. Haya mnayoyasema Mungu anayajua. Kama mimi niliwahi kuiba, kama mimi nilikuwa mwizi, Mungu anajua. Sawa? A'lamu bima tasifun. Qalu, wakasema wale vijana, ya ayyuhal azizu, ewe muheshimiwa, inna lahu aban, huyu kijana anaye baba, shaykhan kabiran, mtu mzima sana, anaye baba yake mtu mzima sana. Tunachokuomba, fakhudh ahadana, mchukue mmoja wetu yoyote katika sisi, mchukue makana huu, nafasi ya huyu muachie, turudi naye kwa baba yake. Tunakuomba mchukue yoyote unayemtaka. Inna naraka minal muhsinin, sisi kwa ujumla wetu tunakuona wewe ni katika watu wema, tusaidie kwa hili. Katika dunia ya leo nasema ikimfika taarifa hiyo babake tutamuua hapo hapo kwa pressure. Ushafahamu? Na Yusufu yeye anasema kumchukua mtu mwingine ambaye sio aliyokutwa na pishi, itakuwa tunamdhulumu huyo. Kwa nini tumtie katika makosa mtu ambaye hakufanya kosa?
qalu ya ayyuhal aziz, ewe muheshimiwa, inna lahu aban shaykha, kijana huyu anaye baba, shaykhan kabiran, mtu mzima, fakhudh ahadana, tunakuomba mchukue mmoja wetu yoyote makanahu, badala ya huyu ndugu yetu. Inna, hakika yetu sisi, naraka, tunakuona wewe, minal muhsinin, ni katika watu wema, tufanyie ihsani. Qala Yusufu anawajibu, maadha Allah, ametakasika Mwenyezi Mungu, tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu, anna akhudha, kuja kumchukua mtu mwingine, illa man wajadna mataana indahu, isipokuwa yule yule tuliyomkuta na bidhaa yetu, huyo ndiyo tutakaye mchukua, lakini hatutamchukua mtu mwingine. Inna, hakika yetu, idhan, tukifanya hivyo kumchukua mtu mwingine, la zalimun, tutakuwa madhalim. Shafahamu tutakuwa madhalim. Sasa iangalie dunia, anaweza akakosea mtu fulani Sasa yule mtu fulani akatafutwa na dunia, yule mtu akajua anatafutwa, akatorokwa, anakwenda kukamatwa babake. Unaiona dhulma hiyo? Au anakamatwa mwanawe? Unaiona dhulma hiyo? Aliyefanya kosa mwingine, anayekamatwa mwingine, eti kwa sababu akikamatwa baba yako, popote ulipo utarudi aje uje kuchukua nafasi yako, baba yako ndio aachiwe. Hiyo dhulma. Aliyekosea ndio akamatwe. Ushafahamu? Kama hamkuwa na uwezo wa kumkamata, haya mateso ya kumzuia huyu miezi miwili mitatu minne, mkija kumtoa mtamlipa huyu? Au unafikiri kwamba ndiyo hii kesi imekwisha baada ya wewe kusema basi nenda? Hii kesi haijasomwa wala jarada lake halijafikishwa katika mahakama kuu. Iko mahakama. Mwenyezi Mungu anasema, wanadha'ul mawazina alqista liyaumil qiyama, kuna siku ya kiyama kutakuwa na mizani ya uadilifu. Fala tudhlamu nafsun shay'a, hakuna mtu atakaye dhulumiwa huko. Usifikiri dhulma unazozifanya hapa kwa sababu tu wewe ni mbabe kwa aina fulani ukafikiri ndio zimekwisha hizo dhulma. Ndugu yangu, hata faili lenyewe halijapelekwa katika mahakama ya haki, mahakama ya Allah, mahakama isiyokuwa na upendeleo. Hiyo ni mahakama ya kweli. Tunafahamiana? Mahakama za dunia zipo jamani, mimi sisemi hizo msiende. Mimi nasema mahakama za haki, mahakama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Hiyo ndiyo mahakama. Ikipita maamuzi katika mahakama hiyo, basi hapo kila mmoja ataipata haki yake. Mahakama hiyo itakwenda kumhukumu mbuzi aliyekuwa na mapembe hapa duniani, akawa anamuonea yule aliyokuwa hana mapembe, basi Mungu atampa yule aliyekuwa hana mapembe na yeye mapembe huko akhera tunakokwenda. Alafu yule mwenye mapembe atanyimwa mapembe huko, ili yule aliyekuwa akionewa na yeye arejeshe manyanyaso kwa kiasi vile alivyonyanyaswa yeye duniani. Hiyo ndiyo mahakama ambayo akili zako zote, mawazo yako yote, iogope mahakama hiyo, kwa sababu mahakama hiyo huwezi kupewa hukumu iliyokuwa dhidi yako ambalo jambo lenyewe hukufanya. Lakini mahakama za duniani hizi panaweza pahukumiwa, ukahukumiwa hata kesi ya kuua, ukenda kukaa miaka pele gerezani huko, lakini kumbe hata kuua kwenyewe wewe huhusiki. Shafahamu Allahu akbar. Ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira,
fakhudh ahadana makanahu, tunakuomba mchukue mmoja wetu nafasi yake. Inna naraka minal muhsinin, sisi tunakuona wewe ni katika watu wema. Qala Yusufu anawajibu, maadha Allah, sisi tunataka hifadhi kwa Mwenyezi Mungu, anna akhudha, tusije tukamchukua, illa man wajadna mataana indahu, isipokuwa tumchukue yule ambaye bidhaa yetu tumeikuta katika mifuko yake. Inna idhan la zalimun, tukifanya kinyume na hivyo tutakuwa tumefanya dhulma, na sisi tunaogopa siku ya kiyama kwenda kuhukumiwa tukiwa tumefanya dhulma katika uongozi wetu. Allahu akbar. Falamma stai'asu minhu, vijana wale walipokata tamaa juu ya maombi yao na mabembelezo yao ya kumpata ndugu yao ili wambakishe mwingine, khalasu najia, waliamua kujitenga kwenda kukaa faragha wakiwa wananong'ona. Qala kabiruhum, mkubwa wao katika msafara ule akasema, alam ta'lamu, nyinyi hamjui, anna abakum, kwamba baba yenu, qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah, baba yenu amechukua makubaliano na nyinyi. Ahadi hiyo ya makubaliano ni mkataba baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tukirudi mikono mitupu, mzee Yakubu atatuelewaje? Sio hivyo tu, wa min qablu, na kabla ya tukio hili la leo kumwacha Bunyamin, kabla ya hili, ma farrattum fi Yusufa, mnakumbuka nyinyi mulipindukia mipaka mukayafanya yasiyofaa kwa ndugu yenu Yusuf. Mmeondoka na Yusufu, mmerudi na kanzu. Mnaondoka na Bunyamin, mnarudi na farasi wake tu, yeye mwenyewe anabaki hapa. Tutakwenda kumwambia nini mzee? Falan abraha al-ardha, mimi nakwambieni, anasema kijana falan abraha, sitaondoka al-ardha, katika ardhi hii ya Misri, hata yaadhana liya abi, mpaka baba yangu anambie pamoja na hivyo rudi, au yahkum Allahu li, au Mwenyezi Mungu atoe maamuzi mengine yoyote kwangu, kama ikiwa kufa nife, lakini siko tayari kwenda kukabili uso wa baba katika sura kama hii. Mtabaki hapa Misri, au baba mwenyewe aseme kijana rudi. Sifahamu siwezi tena mimi kwenda kumpa huzuni baba yangu mara ya pili, sura yangu siwezi. Anawaambia ndugu zake, mmefanya mengi kwa Yusuf, leo kwa Bunyamin, falan abraha al-ardha, mimi sitaiacha ardhi ya Misri, hata yaadhana liya abi, mpaka baba yangu aseme kwamba kijana rudi, au yahkum Allahu li, au Mwenyezi Mungu atoe maamuzi mengine kwangu, wa huwa khairul hakimin, na yeye ni mbora wa waamuzi. Hawa vijana sio hawana dini hivyo, ni watoto wa mtume Yakubu, wanaijua dini vizuri, lakini nafsi jamani, nafsi ni kitu kibaya. Nafsi yako ukizoesha, ukiipendezesha, kuipa yale inayotaka nafsi yako, utafanya mambo ya kumkufuru Mwenyezi Mungu. Alafu ukikaa unajiuliza, mimi kweli nimefanya hili? Nafsi jamani, kila mmoja wetu apiganie kuidhibiti nafsi yake na amuombe Mwenyezi Mungu kuikontrol nafsi yake. Nafsi jamani, nafsi kimaumbile la amaratu bisui. Sawa, Samiriyu kawaabudisha Bani Israila ndama, alipoulizwa kasema kadhalika sawalati li nafsi. Sawa, sikuwa na chochote, nafsi yangu tu ilinipendezesha nifanye hivyo. Kabili
kamuua ndugu yake. Nafsi ndiyo iliyomfikisha akamuua ndugu yake maskini. Kwa hivyo nafsi inatufelisha watu wengi. Kila mmoja wetu ajitahidi kuikontrol nafsi. Tulisema washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallayli idha yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Mungu anaapa viapo vyote hivyo kuiapia nafsi, wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Mungu akaipa ilhamu hiyo nafsi ijue yaliyo mabaya kwake na iyajue yaliyo mazuri kwake. Alafu akasema qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Aliyefanikiwa, atakayefanikiwa ni yule mtu ambaye atapigania kuitakasa nafsi yake, lakini atakula hasara yule ambaye anaifuata nafsi yake akawa mtiifu kwake. Tunamalizia darasa letu kwa leo. falamma stai'asu minhu khalasu najia. Walipokata tamaa walijiweka kando wakawa wananong'ona. Qala kabiruhum, mkubwa wao akawaambia ndugu zake, alam ta'lam, hamjui ndugu zangu, anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqa, baba yenu alichukua mkataba pamoja na nyinyi minallahi, kutokana na Allah, wa min qablu, lakini rudi nyuma, kule nyuma kule kuna jambo mlilolifanya, ma farratum fi yusufa. Allahu akbar. Yani Qur'ani inakufundisha moja baada ya jingine. Kwa mfano yule refari ukifanya rafu ya kawaida katika mara ya kwanza anakuonya, ukija ukafanya tena mara ya pili anakupiga kadi ya njano, si ndio? Mara ya tatu anarudi nyuma yule refa kuangalia historia yako, kumbe wewe mkorofi. Ushafahamu? Kwa hivyo huyu kaka hapa anawaambia hili tushafanya au hili lishatokea, lakini turudi tena nyuma, tumefanya jingine. Huyu mzee leo atatuamini vipi? Kwa hivyo mtu akicheza rafu ya kwanza kaonywa. Kama mchezaji mwenye akili anacheza kwa tahadhari, lakini kama hana akili anarukia katika mifupa ya wenzie, atapigwa kadi ya njano. Akipigwa kadi ya njano, akifanya tena faulo, hata kama iwe kwa bahati mbaya hakukusudia kweli, refa hakuelewi tena, anarudi katika historia yako, we mkorofi, kama rafu kacheze nje huko. Umefahamu Sahi. Wa min qablu ma farratum fi yusufa falan abraha, mimi sitaondoka katika ardhi ya Misri. Falan abraha al-ardha hatta ya'adhana li abi, mpaka baba yangu aniruhusu, au yahkuma Allahu li, au Mwenyezi Mungu atoe maamuzi mengine kwangu. Wa huwa khairul hakimin, na yeye Mwenyezi Mungu ni mbora wa waamuzi. Neno la mwisho anasema irji'u, nyinyi rudini, ila abikum, kwa baba yenu mzee Yakubu, fakulu, mwende mkamwambie mkifika, ya abana, ewe baba yetu, inna benaka saraka, mtoto wako ameiba. Inna benaka saraka, mtoto wako ameiba. Wa mashahidina, lakini sisi hatukuwa tunajua, hatukushuhudia sisi wakati anaiba, illa bima alimna, isipokuwa kwa kile tulichokijua. Lile pishi limetoka katika mkoba wake, hicho ndio tulichokijua, lakini wakati anachukua sisi hatukushuhudia kwamba yeye anaiba. Tumefahamiana? Illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin. Na hapa mzee, usitulaumu mambo ya ghaibu, sisi
hatuwezi kuyahifadhi na kuyajua. Kwa hivyo tungelikuwa tunajua kama Bunyamini akenda ataiba, tusingelimchukua, lakini hayo mambo ya ghaib. Kwa hivyo mzee, usitulaumu. Tumefahamiana? Insha Allah tusimame hapo, tutakuja kuondokea aya hiyo ambayo ni aya ya 81 katika muendelezo wa darasa zetu katika sura ya 12 surati Yusuf. Mwenyewe Allah subhana anatuambia ahsanal qasas, ni kisa kizuri cha mafunzo mengi, pamoja na kwamba wakati mwingine ile mifano ya kuizungumza inayohusiana na dunia yetu inakuwa migumu kuizungumza kutokana na mazingira ya dunia ilivyo leo, kiasi cha kwamba wakati mwingine kama kwamba Qur'ani inaonekana kuwa imeshindwa kazi. Sio imeshindwa kazi, Qur'ani ina uwezo wa kukemea yote, na yote yana majibu yake ndani ya Qur'ani, lakini tuna watoto wachanga. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karimal 'afw. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karimal 'afw. Nashhadu an la